Karibu sana kwenye Zone of Politics. Mimi naitwa mpekuzi.com. Karibu sana ni kuhabarishe habari kutoka mahakamani yaliyojili siku ya hii leo kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu. Pingamizi lililowekwa siku ya Ijumaa na Jamhuri kuhusiana na maombi ya mshtakiwa Tundu Lissu anayejitetea mwenyewe kwenye kesi ya uhaini inayomkabili la kutaka kielelezo cha maelezo ya maandishi ya shahidi wa pili lililopingwa na Mahakama Kuu ya Tanzania Masijala Ndogo Dar es Salaam mapema ya hii leo Jumatatu Oktoba 13 ya mwaka 2025 katika uamuzi mdogo uliotolewa. Pingamizi hilo lilitokana na mshtakiwa ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo kuomba kielelezo D1 maelezo ya maandishi ya shahidi wa pili wa Jamhuri Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kaaya aliyoandika akiwa kwenye kituo cha polisi cha PWT ambaye ndiye shahidi. Upande wa Jamhuri ulipinga kielelezo hicho na kupokelewa kwa mahakamani hapo, na kutokana na kile kilichoelezwa kuwa mshtakiwa hajazingatia taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria pale mshtakiwa anapotaka kumhoji shahidi kuhusu maelezo aliyotolewa awali. Katika uamuzi wake, jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru wamesema mshtakiwa amefuata taratibu zote zinazohitajika kisheria katika kuomba kielelezo hicho kupokelewa mahakamani. Wamesema kwa mujibu wa taratibu za kisheria, panapotokea mazingira ya aina hiyo kuwa kuna hatua tatu za kufuata, ikiwemo shahidi kusomewa maelezo yake, mshtakiwa kubainisha maneno anayoyaona yana kasoro na ulinganifu ili afanyie dodoso, ambapo kwa muktadha wa kesi hiyo mahakama imeona kuwa mshtakiwa alibainisha maneno 45 na mwisho ni kumhoji mshtakiwa endapo yuko tayari. Kielezo hicho kimepokelewa mahakamani na kutumika kama sehemu ya ushahidi wake, hatua ambazo zote zilifuatwa. Kufuatia uamuzi huo, mahakama sasa kielezo hicho D1 kinakuwa cha kwanza cha mshtakiwa Tundu Lissu kuwasilishwa mahakamani hapo, na sasa kesi hiyo inaendelea ambapo mshtakiwa anaendelea kumhoji maswali madodoso, close explanation. Hicho ndio kitu ambacho kilichokuwa kimejili siku ya hii leo baada ya pingamizi lililowekwa siku ya Ijumaa na mawakili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na maombi ya mshtakiwa Tundu Antipas Lissu anayejitetea mwenyewe kwenye kesi ya uhaini. Sasa umesikiliza na unajua kabisa pingamizi hilo lilitokana na mshtakiwa ambaye anajitetea kwenye kesi hiyo kuomba kielelezo cha D1. Mambo yamekuwa ni mazuri na umesikiliza na umeelewa kile ambacho kilichokuwa kimeelezwa hapo, na kesi siku hii leo iliendelea kuendelea pale. Inspekta wa polisi Jeshi la Polisi John Kaaya aliyokuwa ameandika kwenye kituo cha polisi, na maelezo hayo ndiyo shahidi wa upande wa Jamhuri ulipinga kielezo hicho kupokelewa kwa mahakamani hapo. Hicho ndio kitu ambacho kimejili katika zone kwa uamuzi mdogo uliotolewa. Pingamizi hilo lilitokana na mshtakiwa ambaye anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo kuomba kielelezo D1 maelezo ya maandishi ya shahidi wa pili wa Jamhuri Inspekta wa Jeshi la Polisi John Kaaya aliyoandika akiwa kwenye kituo cha polisi cha PWT ambaye ndiye shahidi. Upande wa Jamhuri ulipinga kielelezo hicho na kupokelewa kwa mahakamani hapo, na kutokana na kile kilichoelezwa kuwa mshtakiwa hajazingatia taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria pale mshtakiwa anapotaka kumhoji shahidi kuhusu maelezo aliyotolewa awali. Katika uamuzi wake, jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru wamesema mshtakiwa amefuata taratibu zote zinazohitajika kisheria katika kuomba kielelezo hicho kupokelewa mahakamani.
wamesema kwa mujibu wa taratibu za kisheria, panapotokea mazingira ya aina hiyo kuwa kuna hatua tatu za kufuata, ikiwemo shahidi kusomewa maelezo yake, mshtakiwa kubainisha maneno anayoyaona yana kasoro na ulinganifu ili afanyie dodoso, ambapo kwa muktadha wa kesi hiyo mahakama imeona kuwa mshtakiwa alibainisha maneno 45 na mwisho ni kumhoji mshtakiwa endapo yuko tayari. Kielezo hicho kimepokelewa mahakamani na kutumika kama sehemu ya ushahidi wake, hatua ambazo zote zilifuatwa. Kufuatia uamuzi huo, mahakama sasa kielezo hicho D1 kinakuwa cha kwanza cha mshtakiwa Tundu Lissu kuwasilishwa mahakamani hapo, na sasa kesi hiyo inaendelea, ambapo mshtakiwa anaendelea kumhoji maswali madodoso, close explanation. Hicho ndio kitu ambacho kilichokuwa kimejili siku ya hii leo baada ya pingamizi lililowekwa siku ya Ijumaa na mawakili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na maombi ya mshtakiwa Tundu Antipas Lissu anayejitetea mwenyewe kwenye kesi ya uhaini. Sasa umesikiliza na unajua kabisa pingamizi hilo lilitokana na mshtakiwa ambaye anajitetea kwa mahakamani hapo, na kutokana na kile kilichoelezwa kuwa mshtakiwa hajazingatia taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria pale mshtakiwa anapotaka kumhoji shahidi kuhusu maelezo aliyotolewa awali. Katika uamuzi wake, jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Danstan Ndungulu wamesema mshtakiwa amefuata taratibu zote zinazohitajika kisheria katika kuomba kielelezo hicho kupokelewa mahakamani. Wamesema kwa mujibu wa taratibu za kisheria, panapotokea mazingira ya aina hiyo kuwa kuna hatua tatu za kufuata, ikiwemo shahidi kusomewa maelezo yake, mshtakiwa kubainisha maneno anayoyaona yana kasoro na ulinganifu ili afanyie dodoso, ambapo kwa muktadha wa kesi hiyo mahakama imeona kuwa mshtakiwa alibainisha maneno 45 na mwisho ni kumhoji mshtakiwa endapo yuko tayari. Kielezo hicho kimepokelewa mahakamani na kutumika kama sehemu ya ushahidi wake, hatua ambazo zote zilifuatwa. Kufuatia uamuzi huo, mahakama sasa kielezo hicho D1 kinakuwa cha kwanza cha mshtakiwa Tundu Lissu kuwasilishwa mahakamani hapo, na sasa kesi hiyo inaendelea, ambapo mshtakiwa anaendelea kumhoji maswali madodoso, close explanation. Hicho ndio kitu ambacho kilichokuwa kimejili siku ya hii leo baada ya pingamizi lililowekwa siku ya Ijumaa na mawakili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na maombi ya mshtakiwa Tundu Antipas Lissu anayejitetea mwenyewe kwenye kesi ya uhaini. Sasa umesikiliza na unajua kabisa pingamizi hilo lilitokana na mshtakiwa ambaye anajitetea kwenye kesi hiyo kuomba kielelezo cha D1. Mambo yamekuwa ni mazuri na umesikiliza na umeelewa kile ambacho kilichokuwa kimeelezwa hapo, na kesi siku hii leo iliendelea kuendelea pale. Inspector wa polisi, jeshi la polisi John Kaaya aliyokuwa ameandika kwenye kituo cha polisi, na maelezo hayo ndio shahidi wa upande wa jamhuri ulipinga kielezo hicho kupokelewa kwa mahakamani hapo. Hicho ndio kitu ambacho kimejili katika zone of